imepewa jina la suratu Shura, na itaonekana huko mbele nilivyotaja. Lakini shura ni msingi mkubwa sana wa uongozi katika dini ya Kiislamu. Kuchukua mawazo ya watu na maoni yao juu ya jambo ambalo linahitaji mitazamo ya kibinadamu, halafu baadaye mnafika mahala mnaamua jambo moja katika yale mashauriano, mnatoka na uamuzi mmoja, mnakwenda kuutetea wote na kuutekeleza kwa pamoja. Nyote mnakwenda kuutetea uamuzi huo na kuutekeleza kwa pamoja, lakini baada ya mashauriano. Katika mashauriano inatoka mitazamo mbalimbali juu ya jambo moja. Shura ni msingi mkubwa wa uongozi katika dini ya Kiislamu, iwe ni serikali ya Kiislamu, iwe ni taasisi ya Kiislamu, iwe ni kikundi cha Waislamu. Shura bado ni msingi mkubwa sana wa kufanya uamuzi katika uongozi. Kwa hivyo hii sura imepewa jina hilo la suratu Shura, na hii ndiyo demokrasia ndani ya Uislamu. Kuna demokrasia tulionayo duniani sasa hivi ambayo asili yake si Uislamu, asili yake ni ukafiri, tena ni upagani, ndio asili yake. Ingawa imekwenda ikiboreshwa na kurekebishwa na kutolewa mambo fulani fulani, kila nchi na kila jamii imekuwa ikirekebisha demokrasia hiyo mpaka imefika katika sura hii ya leo, ambayo kwa asilimia kubwa mambo ya kipagani na kishirikina yameondoka, lakini mengine bado yamo katika hiyo demokrasia ya kidunia ya leo. Lakini Uislamu ni shura, ndio demokrasia ya Kiislamu, ambayo maana yake ni kwamba washiriki watu katika kuamua mambo yao. Lakini Uislamu hausemi watu wanaweza kujiamulia kila jambo. Yako mengine hawawezi kuyaamua, ameamua aliyewaumba, hawana nafasi ya kuyaamua. Hawawezi kukaa Waislamu wakajadiliana, hili suala la Mungu mmoja tulijadili, kweli si kweli, mna mtazamo gani hilo jambo? Halizungumziki hilo katika Uislamu. Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja, qul huwa Allahu ahad, halina mjadala. Muhammad ni mtume sallallahu, Muhammad ni mtume, halina mjadala. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, halina mjadala. Kwa hivyo kuna mambo hayana demokrasia, kuna mambo hayana shura. La haramu lilo wazi kabisa kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi sahihi za Mtume sallallahu litakuwa haramu, na la halali litakuwa halali. Kuzuiwa halali kwa muda fulani kwa maslahi sawa, haramu kuruhusiwa kwa dharura ya kuokoa maisha sawa. Hayo yote yamo ndani ya sheria ya Kiislamu, lakini sio kwenda kubadilisha kitu ndani ya misingi ya sheria. Hakuna mashauriano katika mambo haya. Kwa hiyo shura ina eneo lake, sio kila mahala mnaweza kushauri. Kwa mfano sema tumechoka tena kuelekea kibla huko Maka, hebu tukae tushauriane kibla sasa kiwe wapi. Hilo halina mashauriano, lishaamuliwa. Fa aina matuwallu fawallu wujuhakum shatrahu, kokote mnakoelekea elekezeni nyuso zenu upande wa Maka wakati wa kusali. Halina mjadala tena hilo. Tumefahamiana vizuri hapo? Au huu udhu, hebu tujadili, kwani una uhalali tena? Kwa nini tusitumie kitu kingine badala yake? Tutengeneze tishu tu, mtu akitaka kusali anajipangusa basi. Hatuwezi kujadili udhu, kwa sababu idha khumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila alka'bayn. Hakuna shura tena katika baadhi ya maeneo. Humu ndio kidogo watu wa science na watu wa maendeleo ya jamii wanamosema kuwa dini ni conservative, ya dini haitaki kubadilika. Iko na maeneo katika dini hayakubali mabadiliko. Sasa yale yanayokubali mabadiliko yanahitaji mawazo, ndio shura inafanya kazi. Ndio sasa hii ni suratu Shura. Acha twende nayo. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kwa jina la Allah mwenye kuneemesha wema na wabaya duniani, atakayeneemesha wema tu akhera. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Zote tatu ni tafsiri za Kiswahili za Bismillahir Rahmanir Rahim. Tumeshazisema mara kwa mara hapa, nimezikumbusha kwa haraka. Hamim. Tumesema katika hizi herufi zinazokatwa zikaanza sura, likiwekwa mada lile la bapa kama hapo lilowekwa kwenye mimu, hiyo unavuta kuanzia haraka 4 mpaka 8, inategemea aina ya kisomo chako.
Ikiwa kimewekwa kichale kilichosimama tu au hapajawekwa kitu, unavuta haraka 2 mpaka 4 tu, kwa kutegemea kisomo chako. Na visomo vipo. Kuna kisomo cha hadr, cha kuporomoka. Hicho ndio kisomo cha haraka haraka. Mara nyingi ikiwa unasalisha sala ndefu kama vile ya tarawehe au sala ya tahajudi na unasoma juzuu nzima, unatumia kisomo cha hadr, cha kuporomoka, yani cha haraka haraka, kama vile maji yanaporomoka kwenye mlima. Kwa hivyo utasoma hamim. Ile ha utaivuta haraka 2, mim utavuta ngapi? 4. Hamim. Ain sin qaf, zote hizi utakwenda 4 tu, kwa sababu unaporomoka. Kisomo cha haraka. Ama kile kisomo cha wasoma hitima, kile sijui cha nini, cha kudondoka au cha kuporomoka. Wasomaji wa hitima manake wakipewa juzuu pale, sijui kama wanaimaliza ile juzuu, ndugu, wanasoma ukurasa mmoja, hamim ain sin qaf al-Fatiha, ngoma imekwisha. Kile hata katika hadri hakimu kule sikuporomoka, kule ni kuanguka moja kwa moja kile. Na ukiwaambia tusome hitima kwa vira hivi, mara mtagombana. Wataka urahisi, washasikia harufu ya halua na kahawa na nini, tena wanacheleweshwa. Hamim. Kwa ufupi, ha unaivuta haraka 2, mim utavuta haraka ngapi? 4. Au unakwenda ha ukaivuta haraka 4 na mim utavuta haraka 8. Hiyo aghlabu ni tajwidi. Hamim. Kule hamim. Sasa umekwenda sana. Hiyo kwa ajili ya hafla, watu wanakusikiliza. Ukianza kuwasalisha watu Allahu Akbar, hamim, watu watajua huyu hamalizi leo, watatoa salamu, waanze sala yao, kisha waende zao. Tena wale watajwidi wanatia na mawimbi hamim, unaona, na uzi na kinanda na nini, vinakwenda zake hivyo wale watajwidi. Lakini sisi watu wa tartil tunavuta tu 2 kwa 4 au 4 kwa angalau 6 hivi 8 kidogo wakati mwingine, lakini si sana sana. Kwenye kusalisha nenda hadri 2 kwa 4 basi umaliza. Hamim ain sin qaf, kama kule kwenye Maryam, kafa ya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, unateremka. Wale wasomaji tumefahamiana, hasa wanaotusalisha salisha, tunapeana tanbihi kidogo kwamba hapa madhali unasalisha na unaporomoka, zipige 2 kwenye he, piga 4 kwenye mim. Mnifahamu? Kama vile ile ha imeandikwa ha ha alafu na e nyingine ha, sio ile ha usio kusema hamim, ha lazima zipatikane 2, na ile mim iwe kama 4. Kwenye aini kuna kitu cha ziada katika usomaji. Ile ain mwisho inatamkwa kwa nuni, ile ain, halafu mbele kuna sin, inakuja ikhfa, inazaliwa ikhfa katika ahkamu tajwidi. Kwa hivyo ain ile usitamke kamili ain, ain unaitegeshea, ulimi unautegeshea kwenye sin. Ain sin qaf, ain sio ain len, usilitoe lote katika uhakika wake wa kusoma ain alafu unaitegeshea ile sin, unafanya ikhfa. Lakini haya ni mambo si katika tafsiri, ni mambo katika mambo ya kusoma Qur'an, lakini tunayasogeza tu. Hamim ain sin qaf, baada ya kuonesha zinavyosomwa hamim ain sin qaf, haya mabapa yote utavuta 4 na wale watajwidi watavuta mpaka 8. Wanajua wenyewe, watakwenda zao huko walipiga tarumbeta mpaka watakapolifikisha kwa mujibu wa pumzi yao. Misimamo ya wafasiri wa Qur'ani kuhusiana na herufi hizi, maelezo haya tunayatoa kila tunapokutana nazo
lakini si vibaya kuyarudia tena, kwa sababu kuna wengine hawakuhudhuria, kuna wengine wamehudhuria lakini wamesahau, na kwa sababu hapa hatuandiki wala kuna madaftari, basi bora rudia, huenda yakazidi kukaa kwenye kichwa. Wako wafasiri wa Qur'ani waliochukua msimamo wa kuogopa kuzitafsiri herufi hizi, wakasema Allahu a'lamu bimuradi hadhihi alhurufi, Mwenyezi Mungu ndiye anajua makusudio yake katika herufi hizi ni nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu lugha haisemi kwa herufi, lugha inasema kwa maneno. Sasa na Qur'ani ni lugha. Sasa akileta herufi tutafahamu nini wakati herufi hazisemi? Kwani wewe mtu akikukuta asubuhi akakuuliza a, wewe utamjibu nini? Ba. Akwambia ta, utamjibu nini? Cha. Watu hawasemi kwa a, ba, ta. Watu wanasema kwa maneno yaliyokamilika. Sasa hizi ni herufi hazijakamilisha maneno, zinasema nini? Lakini je, Mwenyezi Mungu ataleta vitu visipokuwa na maana? Vina maana. Sasa maana yake nini? Wasema Mungu mwenyewe ndo anayejua. Ndio maana ukisoma tafsiri zao, Hamim wataandika Hamim Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf, hawati chochote. Mmoja Sheikh Abdul Saleh Farsi katika tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili kaandika hivyo, Hamim Ain Sin Qaf, alafu kaendelea, hakusema chochote. Wafasiri wengine wanasema kwa kuwa hizi ni sehemu katika Qur'ani na Qur'ani imekuja kwa ajili ya watu, lazima zitakuwa na maana. Kama huijui wewe, waachie wenzako waliobobea waseme. Sasa wakasema sisi tunaweza tukajua maana zake. Maana gani? Kila mmoja akatafuta namna ya kutafsiri. Wengine wakasema haya ni maneno yamefupishwa, kama sasa hivi duniani sisi tunavyofupisha maneno. Ukimwi maana yake uondoaji, kinga, mwilini. Ukimwi, uondoaji kinga mwilini. Tumefupisha tukasema ukimwi lishakuwa neno. Chadema, chama cha maendeleo na demokrasia. Chama maendeleo, demokrasia, maendeleo, chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo tumefupisha maneno kwa kuchukua herufi za mwanzo, na vyama vya siasa vyote takriban vimetengenezwa katika mtindo huu. Sie kule jimbo la Mkunazini wakati ule tulikuwa tuna kitu kinaitwa Kamujamu, kamati ya umoja sijui na maendeleo ya jimbo la Mkunazini. Imetengenezwa kwa kufupisha. Sasa wakasema haya ni mambo yamefupishwa. Sasa kirefu chake ni kipi? Maana yake hakimun, Mwenyezi Mungu. Mim, muhitun, Mwenyezi Mungu ya sifa zake. Ain, alimun. Sin, samiun. Qaf, qadirun. Hakimun, muhitun, alimun, samiun, qadirun. Zote ni sifa za nani hizo? Za Mwenyezi Mungu. Wamechukua herufi za mwanzo za sifa za Mwenyezi Mungu wakatafsiri. Baadhi ya wafasiri, na haya mambo hayakufanywa na masahaba wala matabina. Masahaba na matabina, Hamim, Ain Sin Qaf, wakujadili, wamekwenda mbele. Na ndio maana watu wenye misimamo ya kwamba tufuate Uislamu kama ulivyotekelezwa na masahaba na matabina tu, wasema tusizitafsiri, tuziache kama zilivyo. Ikiwa mtume mwenyewe alioteremshiwa aje tafsiri, sahaba hakutafsiri, tabi'i hakutafsiri, tena wewe unaingia kutafsiri, wewe nani? Ndio umekuwa umewazidi wote hao mpaka kwa ufundi wa kutafsiri? Tumeelewana vizuri hapo? Wewe ukawe fundi wa kutafsiri, umewazidi wote hao. Umemzidi mtume alikuwa kanyamaza, umewazidi masahaba walionyamaza, umewazidi matabina walionyamaza. Wasema tunyamaze kimya, tusitie maneno. Lakini wa upande wa pili wasema kwani Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya mtume peke yake au masahaba peke yao au matabina peke yao? Sina sisi tumeteremshiwa. Kuna mambo lazima yatahusu zama zetu, na yako mambo mpaka masahaba wamekufa, matabina katika Qur'ani hawakuyafahamu kuliko walivyokuja kufahamika sasa, yako ya kisayansi na ya kimaendeleo.
kwa sababu Qur'ani ni kwa ajili ya dunia nzima mpaka siku ya Kiyama. Kwa hivyo itafanya kazi vipi katika watu wa baadaye mpaka siku ya Kiyama ikiwa mambo ni ya zama zile tu? Itakuwa ni historia tu, mengine ni yetu na sisi tuna nafasi ya kuyatafsiri. Wako waliopita hivyo katika hiyo mivutano. Mimi nataja mivutano iliyopo, tumefahamiana. Kwa hivyo wakasema hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu, na wako waliosema maneno zaidi ya hayo katika kutafsiri hizi herufi. Sina haja ya kwenda mno, nimeshasema katika darasa zilizotangulia. Aya inaanza kutuambia kadhalika, namna hiyo hiyo ya kutumia herufi hizi kwa ajili ya kuleta maneno, kama mlivyokuwa nyinyi mnatengeneza maneno kwa herufi za alif bet the, basi yuhi ilaika, analeta wahi kwako we Muhammad kwa kutumia herufi hizi hizi wanazotumia watu katika kutengeneza maneno. Yani Mwenyezi Mungu hakuamua kuumba herufi nyingine na maneno mengine kwa ajili ya Qur'ani. Katumia herufi zile zile zinazotumiwa na watu na maneno yale yale yanayotumiwa na watu kwa ajili ya kuileta Qur'ani. Hakuna lugha maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya Qur'ani tu. Waarabu wamesema Kiarabu kabla Qur'ani kuteremka. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa bubu? Sasa alikuwa anasema kabla ya kuteremshiwa Qur'ani na kabla ya kupewa utume, kabla ya Iqra haijateremka, alikuwa anajua kusema. Akisema nini? Si lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo Qur'ani imeteremka katika lugha ambayo watu tayari wanaisema tangu mwanzo, na herufi ndo hizo hizo zilotengeneza maneno. Haikutengenezwa lugha maalum kwa ajili ya kuteremshia Qur'ani. Imechaguliwa lugha ya Kiarabu hasa cha Maka kuteremshia Qur'ani. Kadhalika, namna hiyo hiyo yuhi ilaika, analeta wahi kwako we Muhammad, wa ila alladhina min qablika, na kwa wale waliokuwa kabla yako kapeleka wahi hivyo hivyo katika lugha hizo hizo waliokuwa wakizitumia. Injili imekwenda kwenye lugha ya Kiebrania, Kiebrania tena katika lahaja ya Kiaramu, Aramic colloquial. Nabii Isa alikuwa anazungumza lugha ya Kiebrania katika lahaja ya Kiaramu, Aramic. Kwa hivyo na yeye injili yake imekwenda katika lugha ya Kiebrania katika lahaja hiyo ya Kiaramu, Aramic inaitwa. Kama ilivyokuwa Mtume salama akizungumza Kiarabu kwa lahaja ya Kiquraishi, na hivyo Qur'ani akateremshwa kwa lugha ya Kiarabu kwa lahaja ya Kiquraishi. Maana ile lugha inaweza kuwa pana, alafu kila mahala pana lahaja yake. Kama si Waswahili, lugha yetu Kiswahili pana, lakini iko lahaja ya Kipemba, iko lahaja ya Kiunguja. Umenifahamu? Lahaja ya Kipemba inajulikana, leo hayupo huyu. Tungetongoa sana kwa lahaja ya Kipemba. Mwani suka sebu sukwa ukani, usifikiri wanamsuka nywele hapo kichwani. Kumsuka ni kumtia msongamano, kumsonga hivi ndio mwani suka sebu sukwa. Usifikiri kusukwa hivi nywele. Lahaja ya Kipemba asili kumtia msuko. Sasa ingekuwa Mtume Muhammad ni Mpemba, bila shaka Qur'ani ingeteremka Kipemba. Tumefahamiana vizuri hapo? Na kama angekuwa Muunguja ingeteremka Kiunguja, na angekuwa Mbongo ingeteremka hivyo hivyo Kibongo. Aise, halo ingekuja hivyo hivyo, kwa sababu ndio lahaja yake mwenyewe anatumia. Ateremshiwe kwa lahaja yake, afahamishe kwa lahaja yake. Wakadhalika, na hiyo yuhi ilaika, analeta wahi kwako Mwenyezi Mungu, wa ila alladhina min qablika, na kwa wale walikuwa kabla yako kapeleka. Allahu, anayefanya hivyo ni Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah lugha zote ni zake, lahaja zote ni zake. Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahul bayan. Kamuumba binadamu halafu akamfundisha kubainisha mahitaji yake. Wewe kama una samaki hapa, paka akisogea utamsikia tu nyau nyau nyau, hujui hapo manake anataka samaki. Lakini akija binadamu nakula samaki, hii samaki wazuri, bunge hii mmoja, atajibainisha wazi wazi anachokitaka. Allamahul bayan, anachokitaka allamahul bayan. Mwanadamu kafundishwa bayani, wengine hawana bayani, wana masauti, wana mahisia. Sasa ile bayani ndio lugha. Allahu, kazi kaifanya Mwenyezi Mungu, ndio kawafundisha watu lugha zote. Manake kuuliza watu, mwalimu wa kwanza wa lugha ya Kiswahili alikuwa nani? Kuwafundisha watu waseme Kiswahili, wa mwanzo aliwafundisha nani?
Hao walimu wote wanaosomesha Kiswahili wamekikuta Kiswahili walikuwa wakijui kabisa nani. Kiingereza swali hilo hilo, Kiarabu swali hilo, Kichina swali hilo, Kihindi mwenyewe Mwenyezi Mungu Allahu kwa njia zake. Wanasayansi wanazo wanasema imetokea hivi katokea hivi, lakini nani aliyefanya katika hayo matokeo yote? Wanadai kuwa lugha ya Kichina imejengwa zaidi kwa sauti. Kwa hivyo panga linaweza kuitwa shen shen kwa sababu likinolewa linalia shen shen shen. Wanavodai kwamba lugha ya Kichina imejengwa zaidi, anasikiliza alafu anatoa neno. Nyundo inaweza kuwa ndundung, unaona kwa sababu inalia ndung, kwa sababu ndundung. Wanavodai hatuna hakika. Kwa sababu ati lugha ya Kichina imetegemea jamaa kusikia akatengeneza maneno. Hii ngumu kweli kweli. Ala kulli hal, Allahu ni Mwenyezi Mungu Al-Azizu, mshindi, hakuna linalomshinda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kateremsha wahi, hashindwi na jambo lolote. Kwako na kwa walio kabla yako kawapelekea wahi, hashindwi na lolote. Al-Azizu tena Al-Hakimu, mwenye hikima, kafanya hivi kwa hikima yake maalum. Mwenyezi Mungu katuumba sisi ni tofauti na yeye. Kusema na sisi moja kwa moja ni jambo ambalo haliwezekani mpaka alitake mwenyewe, na sisi kumsikia Mwenyezi Mungu anavyosema moja kwa moja haiwezekani mpaka atake mwenyewe, kwa sababu kuna gap kubwa baina yeye Mwenyezi Mungu muumba na sisi tulioumbwa. Na wewe ukitaka kujua hiyo, tizama vitu vidogo tu. Fuga kuku, halafu kama unataka kusema nao unawaambia vipi? Kwa mfano jioni unaambia haya ingieni kwenye banda tayari jioni saizi, utawaambia hivyo? Kwa sababu wewe na kuku mko tofauti, kwa hivyo unalolisema kuku hawezi kulifahamu. Lakini utaanza unafukuza, wanajua. Na ukitaka uwape chakula watakuja. Hiyo ndo lugha yao wale. Yako wewe kwani ndio hiyo? Kwani wao wanao wakitaka kula wanawaambia? Na ukitaka wakalala unawaambia? Kwa hivyo kwa sababu wewe na kuku kwa maumbile mko tofauti, imekuwa ukisema wewe kwa maneno yako na kwa namna yako, kuku hatofahamu. Sasa Mwenyezi Mungu sika tuumba na yeye yuko tofauti na sisi, akisema kwa namna yake hatuwezi kufahamu sisi. Sasa lazima atumie kitu ili tuweze kufahamu. Tumeelewana vizuri hapo? Atumie kitu ili tuweze kufahamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndo akatengeneza wahi ili tuje tufahamu mambo haya. Kwa nguvu alizonazo, ushindi alionao, halimshindi jambo. Al-Azizu, hashindwi na lolote, ndo akatengeneza utaratibu. Al-Hakimu, mwenye hikima kubwa sana. Kuangetuacha tu kwa akili zetu, tusingeweza kuongoka peke yake kwa akili tu kwa 100%. Tungepata mwongozo kiasi kwa akili, lakini kuna mambo mengi tusingeyajua, kwa sababu akili ina upungufu pia, kwa sababu ni kiumbe. Kwa hivyo akatumia hikma kubwa sana kuteremsha wahi ili tuelewe anachokitaka, anachokitaka, ili tufuate amri zake, tuache makatazo yake. Ndio maana akasema Al-Azizu, mshindi asiyeshindwa na jambo, Hakimu, mwenye hikma kubwa sana, kaweza kutuweka katika namna hiyo. Lahu, ni vyake yeye, ma, ambavyo fi samawati, vimo ndani ya mbingu, wa ma, na ambavyo fil ardhi, vimo ndani ya ardhi, vyote ni vyake. Lahu, ni vyake yeye. Na hapa anatupa tanbihi, anatuzindua kidogo. Binadamu kwa kuwa tumepewa akili ya kuzidi viumbe wote au wengine, wanyama, wadudu, miti, kwa hivyo tunawamiliki. Tunamiliki ardhi, tunamiliki miti, tunamiliki wanyama, tunamiliki wadudu, tunafanya kila kitu duniani. Mara hujisahau tukafikiri hivi vitu ni vyetu, kumbe sisi ni wawakilishi tu wa hivi vitu. Mwenyewe hasa ni yule aliyeviumba. Lahu, akasema ni vyake, ma, vile ambavyo fi samawati, viko mbinguni,
wama, na vile ambavyo fil ardhi, viko ardhini, vyote ni vyake. Na akaanza na mbinguni, hakusema lahu ma fil ardhi wama fis samawati, kwa sababu mbinguni, kama vile tunakubaliana kuwa vya mbinguni ni vya Mungu. Wanadamu wote kama vile wanakubali kwa mambo ya mbinguni yote ni yake. Unajua kwa nini? Kwa sababu kufika kule na kuvinyakua na kuvitumia na kujifaragua navyo ni jambo ambalo halikuwezekana kwa muda mrefu, na sasa hata kama watu wanafika, wana uwezo mdogo sana kutumia vitu vilivyoko mbinguni. Kwa hivyo imekuwa kama binadamu vile vya mbinguni anahesabu hivyo kweli vya Mungu, lakini hivi vya ardhini hivi anahisi kama ni vyake. Hapa pangu, hichi changu. Sasa Mwenyezi Mungu anatoa tanbii, asema kama mnakubali kuwa vya mbinguni ni vyangu, basi mkubali na vya ardhini pia ni nini? Vyangu. Umeelewa? Mifano iko wazi sana. Waweza kumkuta mtu akasema, ili shamba langu mpaka wangu kuanzia pale mpaka pale nimenunua hii, lakini lile anga lilokuwa sawa sawa na ile ardhi hasemi na pande lile la mbingu pia langu, na niliponunua hapa na pale nimenunua. Hathubutu kabisa, hathubutu kusema. Umenifahamu? Sasa vile vya mbinguni kabla tumeshasalimu amri kuwa si vyetu, lakini vya ardhini ndo tunavyogombea. Kwa hivyo akaanza lahu ma fi samawati, kama ilivyokuwa mnakubali kuwa ni vyake vile ambavyo viko mbinguni, basi mkubali kuwa pia ni vyake vile ambavyo viko ardhi. Na katika sheria za kimataifa hili anga nalo limegawiwa. Anga lilokuwa sawa sawa na mipaka ya nchi linaambiwa anga la nchi hiyo. Yaani ile anga linaitwa anga la Tanzania, anga la Zanzibar, lile lilokuwa sawa sawa na ile nchi yenyewe. Lakini jua hivyo, kuna eneo ukishavuka juu basi inaitwa international free zone. Hilo sasa ni anga la kimataifa, mtu yoyote anapita. Kwa hivyo ndege yoyote ikipita katika ardhi ya Tanzania, ikipita ndani ya anga letu liloamuliwa kisheria, lazima tuwe na taarifa na lazima liombe ruhusa. Tuiombe ruhusa ndege hiyo inapita, itakatisha katika anga la Tanzania. Iko mikataba ya zile ndege zinazosafiri kwenda Afrika Kusini, kwenda Misri, kwenda wapi, zinapita hapa, inajulikana kwamba hiyo ni ndege fulani kwa mkataba fulani na nini. Lakini ikipita yoyote ile bila ruhusa, viko vyombo siku hizi Tanzania tumeshaendelea, mwanzo ilikuwa hatuna. Ziko rada zinazoviona mpaka kusoma alama, na ile ni ya kampuni gani, na alafu wanapeleka malalamiko, mmepita kwenye anga letu bila taarifa. Tumefahamiana? Lakini wakitaka kupita juu zaidi kuliko kiwango kilichowekwa, basi hakuna namna ya kuingilia ile international free zone, eneo la kimataifa hilo, hamna tatizo lolote. Na bahari iko hivyo hivyo. Haya ni mambo ya kijiografia na ya kiutawala. Basi lahu ma fi samawati wa fil ardh wa huwa al-aliyyul azim, na yeye ndo wa juu na yeye ndo mkuu, na yeye ndo wa juu na yeye ndiye mkuu. Al-aliyyu wa juu, al-azimu mkuu, sifa mbili zote zake. Sifa hizi binadamu mara nyingi huzipata kwa kiwango fulani, lakini pia aghlabu hazipati zote mbili. Anaweza kuwa wa juu asiwe mkuu, na anaweza mkuu asiwe wa juu. Ngoja nikupe mfano. Katika nchi mtu wa juu kabisa kiutawala ni rais au mfalme, lakini kwa umri tu raia wake wanaweza kuwa wanamzidi chungu nzima. Achilia mbali kumzidi, baba yake na mama yake waliomzaa wanaweza kuwa wako hai. Sasa mkuu nani? Akikaa rais na baba yake, anakuwa mkuu nani? Mkuu ni baba yake rais, lakini wa juu ni nani? Wa juu ni rais, kwa sababu rais ndo mtawala. Zinaweza kuja pamoja na zinaweza zisije pamoja. Ilmu hapa sasa hivi mkuu nani kwenye darasa hili hapa? Mimi. Lakini wako leo nzidi umri. Hamid, shikamoo kakangu. Wewe mimi ni wa juu, lakini wewe ni mkuu. Umefahamu? Sifa hizi mbili zinaweza kumkuta mtu akawa nazo zote au anaweza kuwa asiwe nazo zote, lakini kwa Mungu zote anazo. Yeye ndo wa juu na yeye ndo mkuu. Tumefahamiana? Yeye Mwenyezi Mungu ndio wa juu
na yeye ndio mkuu. Al-Aliyu al-Azim, sifa mbili hizi zote Mungu anazo. Hakuna kitu juu yake kinachomzidi yeye, na hakuna mkubwa kuliko yeye. Yeye ndo mkubwa wa mwisho, na yeye ndo mwenye uamuzi wa mwisho, na yeye ndo wa juu kuliko vyote. Al-Aliyu al-Azim. Kule aya ya nyuma akasema al-Azizul Hakim, hii kasema al-Aliyu al-Azim. Wafasiri makini wa Qur'ani wanakuwa wanaangalia pia kwa nini aya hii imalizia al-Azizul Hakim na aya hii imalizia al-Aliyu al-Azim. Wafasiri wa kawaida wanapita tu humo, kila mmoja na kiwango chake, lakini wale waliokwenda kwa kiwango cha ndani wanaonesha kuwa hapa pana uzito fulani ndio imekuja hivi, na hapa pana uzito fulani ndio imekuja hivi. Kule kasema hivi, kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika, namna hiyo hiyo analeta wahi kwako na wale waliokuwa kabla yako. Kwa hivyo yeye ndio mwenye nguvu na yeye ndio mwenye hekima, kwa sababu wahi huu ni uamuzi wake. Mwenyezi Mungu ana nguvu za kuamua kupeleka wahi na kutokupeleka wahi, na ana hikima maalum katika upelekaji wahi. Kwa hivyo ikalingana sana aya ile imalizwe na al-Azizu al-Hakim. Lakini hapa kuna suala la mamlaka, la kumiliki. Lahu ni vyake, ma vile ambavyo fi samawati viko katika mbingu, wa maana vile ambavyo fil ardhi viko katika ardhi. Kwa hivyo hapa panataka ujuu na ukuu katika kuvimiliki. Kwa ndio maana zimemalizikia al-Aliyu al-Azim na kule malizikia al-Azizu al-Hakim, kila mahala na mlinganisho wake. Takadu samawatu, zinakaribia mbingu. Takadu, kada ya kadu, kukaribia. Kada ya kidu, kula njama au kuweka mkakati. Neno hili ni tata katika Kiarabu. Kwenye fi'lul madhi kada, kwenye fi'l mudhari kuna yakadu na yakidu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wao wanaweka mikakati na mimi naweka mikakati, au wao wanakula njama na mimi napindua njama. Kada yakidu ni mkakati. Mkakati unaweza kuwa katika jambo zuri au baya, lakini njama zinakuwa katika jambo baya tu, ndio kada yakidu. Lakini kada yakadu, yakadu albarqu yakhtafu absarahum, unakaribia umwesa kupora maono yao wasione. Ile kada yakadu, kukaribia. Kada yakidu, kuweka mkakati. Kwenye fi'lul madhi inafanana, yote ni kada, kiafu alifu dali, kada. Lakini kwenye kitendo cha sasa cha mudhari, yakidu kuweka mkakati au kula njama, yakadu kukaribia. Hapa fi'lul mudhari takadu, zinakaribia. Kuna methali ya Kiarabu inasema kadu wa ma faalu, wamekaribia na hawajafanya. Yani kama mfano watu walitaka kuibia hivi, halafu ukashtuka, mwizi akakimbia. Vipi, wamewahi? Akadu wa ma faalu, wamekaribia lakini hawajafanya. Umefahamu hiyo kadu wa ma faalu? Kadu wa ma faalu inatumika pia katika maeneo mabaya pia. Kadu wa ma, kama mtu alitaka kubakwa hivi, alafu akapiga makelele, watu wakaja wakamsaidia. Vipi, waliwahi? Kadu wa ma faalu. Umefahamu? Wamekaribia lakini hawajafanya kitu. Wameona mzigo? Mzigo unaonekana tena daktari, si wakati wa kujifungua, ni mzigo inaonekana tu kuonekana mzigo si tatizo kubwa sana kuliko ile faalu fahishatan. Takadu samawatu, zinakaribia mbingu, hazijafikia hivyo lakini zinakaribia. Yatafattarna, kuchimbika. Tunatumia neno zinakaribia kuchimbika, na pia wengine wakatafsiri zinakaribia kupasuka, zinakaribia kubomoka, zinakaribia kuchimbika. Min fawqihinna, kutoka juu yake, zinakaribia kuchimbika kwa juu. Mbingu zinakaribia kuchimbika, zinakaribia kutoboka. Kama ilimpaa kwa mfano hapo, limeanza ufa, linatetemeka, limekaribia kupasuka. Na hii ikitumika katika lugha ya Qur'ani, maana kuna jambo la kukera sana. Waqalu takhadha Allahu walada, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Zinakaribia mbingu kupasuka na ardhi kuchanika kwa sababu ya kudai kuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto.
Kwa hivyo ina maana ipo hasira huko mbinguni. Ndio maana anasema takadu samawati yatafattarna, zinakaribia mbingu kuchimbika, mimfauqihinna, kutoka juu, kutokana na maneno wanayoyasikia huku kwa wanadamu duniani ya kumkufuru Mungu, ya kumaasi Mungu. Wako waliosema ni mbingu zenyewe na ardhi yenyewe inaokaribia, wengine wakasema manake ni malaika ndio wanaokaribia kuichimba mbingu, kuitoboa, waje wawamalize watu huku wanaosema Mungu ana mtoto, wanaosema hivi, wanaosema hivi, wanaoshirikisha, wamekasirika. Wengine wanasema mbingu zenyewe hasa. Wanaoleta tawili wanasema ni malaika, ikitajwa mbingu wanakusudiwa malaika. Wanaosema hakuna tawili wanasema mbingu zenyewe. Kama kule kwenye habari ya Firauni alipoangamia, Mwenyezi Mungu asema fama bakata alaihimus samau, haijawalilia mbingu. Kwani mbingu ina tabia kutoa machozi? Au wanakusudiwa walioko mbinguni hawakulia, ambao ni malaika? Sasa mwingine analeta tawili, anatumia majaz mursal, mwingine hataki, asema mbingu yenyewe hasa haikulia. Kwani mbingu ina tabia ya kulia? Ngoja nikuulizeni, kuna msikiti hapa Unguja unaitwa msikiti Magumi, wengi wenu mnaujua. Kwani msikiti unaweza kupigana ngumi? Unapigana ngumi ni nani? Kwa hivyo umeitwa msikiti Magumi kwa makusudio gani? Ya kwamba watu huwa walikuwa wakipigana ngumi wa msikitini. Kwa hivyo kwenye lugha kumbe yako mambo. Nyumba ile mbaya, pengine na rangi nzuri sana. Mbaya nini? Mle ndani kuna watu wabaya. Usiingie nyumba ile mbaya sana. Ubaya unahusishwa na nyumba. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo wakati mwingine hata sisi tunasema leo pochi yangu ovyo, pochi ovyo, pengine linapendeza, halina pesa. Ukusudii rangi ya pochi, ndugu yangu. Na pochi inaweza kuwa lina sura mbaya kama uso wa Makonde aliyechanjwa machale, lakini ndani mna laki. Hiyo mbaya pochi hiyo nzuri. Kwa uzuri wa pochi rangi au uzuri wa pochi zilizomo? Zilizomo. Wakasema watu wa Swahili wasema hapendwi mtu, inaopendwa ni nini? Pochi. Sasa pochi itapendwa kwa rangi zake au kwa yaliomo? Sasa wale wanaokataa hizi majazi wakati mwingine wanachelewesha tafsiri. Wakati mwingine wanakuwa na hoja, wakati mwingine wanakuwa hawana hoja. Kwa hivyo ina maana unatizama, hapa unaweza kukubaliana nao, hapa huwezi kukubaliana nao. Basi zinakaribia kuchimbika mbingu kutokea juu. Wal malaikatu, na hapa malaika wanatajwa. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba ni mbingu zenyewe zinazokaribia kuchimbika, kwa sababu malaika wanatajwa peke yao kwa jambo jingine. Kwa hivyo hapa ni zile mbingu zenyewe. Hakuna haja ya kuitafsiri mbingu kuwa ni malaika. Na alafu kuchimbika pia kunaweza kuhusishwa zaidi na mbingu kuliko kuhusishwa na malaika. Wal malaikatu, na malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanatakasa sifa za Mola wao. Na nimekwambieni siku zote katika lugha fasaha ya Kiarabu malaika wanakuwa wengi, ikiingia te huko mwisho. Wal malaikatu, na malaika yusabbihuna, wanatakasa. Kwa hivyo malaika hapa ni wengi, akiwa mmoja anaitwa malaku. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, sema anakutimizieni muda wa kuishi malaika wa mauti aliyowakilishwa kwenu. Malaku, malaika wanakuwa wengi. Sisi Waswahili tumelichukua neno malaika tukalitafsiri akiwa mmoja, malaika wakiwa wengi, malaika mpaka manyoya ya mwili tunayaita malaika. Malaika kanisimama. Na mtoto mdogo malaika wa Mungu hana kosa, pia kaitwa malaika. Lakini ndio maneno tu. Nikakutana na mrembo kama malaika, anaimba mtu. Ni mwanamke mrembo kama malaika. Malaika kakwambia mwanamke, kakwambia nani mwanamke? Malaika. Na Qur'ani inakataa kwamba malaika sio wanawake. Aja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum, wamewafanya malaika ambao ni waja wema Mwenyezi Mungu kuwa wanawake. Walishuhudia walivyoumbwa kwamba wamepewa zile sambusa katika maeneo yao na kifuani wakajazwa machuchu. Waliaona sasa wanasemaje kuwafanya hao ni majike? Na kinyume chake basi malaika wangefikiria kuwa malaika ni mwanamume. Kwani Mtume SAW katika hadithi ya Umar asema bainama nahnu julusun
inda nabii sallallahu alayhi wasallam, itala alaina rajulun, akatuchomozea mwanamme, shadidu sawadi shari, shadidu baadhi athiyabi, shadidu sawadi la, mpaka mwisho wa hadithi. Na mtume akamwambia innahu jibrilu, huyo ndio Jibril, atakum yuallimukum amradina, kaja katika sura mwanamme rajul. Na bibi Maryam alipojua na malaika, fatamathala laha basharan sawia, akajifananisha mtu sawa sawa. Qala, akasema inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, najikinga na mwingi wa rehema kwako kama wewe ni mcha Mungu, usinifanyie jambo baya. Sasa kama angekuja katika umbo la mwanamke, bibi Maryam anajikinga nini? Kwa hivyo malaika kumfananisha na mwanamume afadhali, kwa sababu ndio inaonekana ndio method ya dini hasa ya kumleta, kuliko kumpeleka kwenye ujana jike. Sisi ndio tumewapeleka kwenye ujana jike kabisa malaika. Tumefahamiana? Ukizungumza mada ya dini na utamaduni, utakuta mambo mengi humo ndani yamevurugwa basi malaika. Kwa hivyo wal malaikatu yusabbihuna, ndio ile antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, na malaika wake wengi hao uamini. Yusabbihuna, wanatakasa bihamdi rabbihim, sifa za Mola wao. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katakasika, hana upungufu, mkamilifu muda wote. Na hiyo ndio sala ya malaika. Malaika wanasali kwa kumtakasa nani? Mwenyezi Mungu, kwa tasbihi. Na vitu vyote vinasali kwa tasbihi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Na kila kitu kinatakasa sifa za Mwenyezi Mungu, lakini nyinyi hamfahamu kwa undani vipi vitu hivi vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Paka majani yanamtakasa Mwenyezi Mungu. Tasbihi ndio ibada kubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi akatutilia tasbihi kwenye kurukuu na kwenye kusujudu, subhana rabbiyal azim na subhana rabbiyal ala. Na kwenye riwaya nyingine wa bihamdihi, na kule wa bihamdi, na nyingine hazina wa bihamdi, lakini angalau subhana rabbiyal azim na subhana rabbiyal ala, au subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Na kwa urefu subuhun qudusun rabbul malaikati waruhu, na nyingine zote tasbih, ili na sisi angalau tufanane na yale wanayoyafanya malaika. Tumefahamiana vizuri hapo? Malaika wao wanafanya tasbih, wanamtakasa Mwenyezi Mungu. Yusabbihuna, wanatakasa bihamdi rabbihim, sifa za Mola wao wanazitaja na kumsifu Mwenyezi Mungu na kusema hana kasoro. Wayastaghfiruna, na pia wanafanya jambo la pili, wanaomba msamaha, lakini liman, kwa wale ambao fil ardhi, wako duniani, wanawaombea msamaha. Wao malaika hawana sababu ya kuomba msamaha, kwa sababu si watenda dhambi. La yaasuna Allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, kwa sababu wao hawana ujana jike wala ujana dume. Kwa hivyo kwao hakuna zinaa, hakuna liwati, hawali wala hawani. Kwa hivyo kwao hakuna kula nguruwe wala kunywa pombe. Wafanya dhambi vipi? Hawendi chooni, hawajisaidii, hawalali. Sasa wanafanya dhambi wapi? Maana vitu vya kufanya dhambi vyote hawana wao, tunavyosie tu. Kwa hivyo wao hawaombi msamaha kwa kuwa wanafanya dhambi, wanaomba msamaha kwa yastaghfiruna liman, wanaombea msamaha wale ambao. Na hapa inaonekana wazi kwamba istighfari inaweza kufanywa na mtu mwingine kwa niaba ya mwingine. So wamefanya malaika kwa niaba yetu, na mtu anaweza kumfanyia mtu mwingine. Kwa nini? Katika surati Yusuf, qalu ya abana astaghfir lana, wakasema baba yetu tuombee msamaha. Istighfari ipo, lakini je, istighfari hii uzito wake na istighfari anayofanya mtu mwenyewe ziko sawa sawa? Bila shaka ziko tofauti. Na kama yule hastahili, je, unamuombea atokea hastahili kusamehewa? Wayastaghfiruna liman fil ardi, na wanawaombea msamaha katika madhambi wale ambao wako duniani. Ala, ieleweke. Kwa nini kasema walioko duniani? Kwa sababu binadamu haishi mbinguni, na hata majini mahala pa kufanya vurugu ni hapa hapa duniani. Hawafanyi vurugu sehemu nyingine yote, vurugu zote wanazifanya hapa hapa duniani. Hapa ndio penye kila kitu cha kufanya vurugu. Dunia ndio uwanja wa fujo. Ngoja nikwambie, wewe kwa mfano unaambia umepandisha shetani, umechagawa, alafu shetani nataka umchinjie, utakwenda mbinguni kuchinja? Utachinja wapi? Lolote lile utakalifanya, hata kama lile shetani, utalifanya hapa hapa. Kwa hivyo wayastaghfiruna liman fil
ardhi, kwa sababu dunia ndio uwanja wa fujo. Ala, ieleweke, inna Allaha huwa al-ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu yeye ndio mwingi wa msamaha, mwenye huruma. Kwa hivyo wanaomba wale malaika, sio wanasamehe. Yastaghfiruna ay yatlubuna al-maghfira, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan litalabi, wazni huu kwa ajili ya kutafuta, kuomba. Yastaghfiruna, wanaomba, sio yaghfiruna, wanasamehe. Wao malaika sio kazi yao kusamehe dhambi, wao wanaomba watu wasamehewe nini? Dhambi, kwa sababu kazi ya kusamehe dhambi ni ya nani? Ni Mwenyezi Mungu. Ala, ieleweke, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, huwa yeye al-Ghafuru, ndio mwingi wa kusamehe, ar-Rahimu, mwenye huruma, anahurumia waja wake, anawasamehe.